Basi shaka umzima wa afya mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika Jicho Letu SADC. Jarida maalum linaloangazia habari na matukio mbalimbali kutoka nchi Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Mimi ni Noah Laltaika. Tunaanzia nchini Namibia. Rais wa Namibia Nangolo Mbumba ametoa shukrani kwa wananchi wa Namibia katika ushiriki wao wakati wa kuagwa kwa rais na mwanzilishi wa taifa hilo Dr. Sam Nujoma. Rais wa Namibia amesema hayo wakati wa kikao maalum kilichofanyika Ikulu na aliyekuwa balozi wa Namibia nchini Urusi na mkewe. Taarifa ya Blanche Goreses inasomwa kwa Kiswahili. Katika mazishi hayo, serikali ilitumia ndege za kijeshi na jeshi la anga kupitisha mwili wa Dr. Sam Nujoma katika maeneo mbalimbali ya mikoani ambapo wananchi walipata fursa ya kushiriki kumwaga kiongozi huyo. Rais Mbumba amesema mwitikio mkubwa na kujitokeza kwa wananchi wa Namibia ni wa kutia moyo na inaashiria umoja wakati wa huzuni. Salamu za rambirambi zilizotolewa na Balozi Kapewasha ni miongoni mwa zile alizozipokea mkuu wa nchi kama mwombolezaji mkuu, ikiwa ni baada ya mazishi ya Dr. Sam Nujoma katika makaburi ya mashujaa. Mfalme Letsi wa 3 wa Lesotho amesema lishe bora ni muhimu, akihimiza wananchi kufanya mazoezi ili kuimarisha afya na kuondoa changamoto za udumavu. Amesema hayo alipokutana na vikundi maalum vya lishe vya Hale John huko Leribe. Taarifa ya Rele Bohile Koale inasomwa kwa Kiswahili. Letsi wa 3 amebainisha kwamba lishe ina jukumu muhimu katika maendeleo ya nchi, akisisitiza haja ya vijana kufahamu umuhimu wa lishe na wafanye biashara waitumie lishe katika kukuza biashara zao. Wafanyabiashara wetu wa ndani wanapaswa kuwekeza katika lishe kwa manufaa ya taifa zima, kwa sababu biashara zao haziwezi kufanikiwa katika taifa linalokabiliwa na njaa na magonjwa. Hawawezi kufanikiwa katika uchumi unaodorora. Aidha, waziri wa kilimo na usalama wa chakula Thabo Mbofosi na mbunge wa Maliba Matso wamewasihi wananchi kuzingatia lishe, na wizara ya kilimo ikifungua njia kwa kuwashirikisha wadau wengine wa maendeleo katika kuboresha lishe. Tuna ushirikiano na shirika la World Vision na sasa tuna lengo la kuboresha vilabu vya lishe, na tunaahidi kuharakisha mchakato wa kuboresha lishe na tunafanya kazi na WFP. Afya bora ni jambo la msingi sana na lishe bora itatusaidia kuishi vizuri. Hivyo sote tunapaswa kufuata lishe bora. Mkurugenzi wa shirika la World Vision Lesotho ameeleza kuwa shirika hilo limejipanga kufanya kazi na Lesotho katika uboreshaji wa lishe, kwa kuwa watapambana na changamoto zinazowakabili baadhi ya watoto wanaokabiliwa na tatizo la ukuaji. Swala hili la kushughulikia utapiamlo nchini Lesotho kwa hakika ni mojawapo ya vipaumbele vyetu. Mfalme, kama unavyoweza kukumbuka, mwaka jana alizindua kampeni za kutosha huko Addis Ababa, Ethiopia. Na kutoka wakati huo, kama maono ya ulimwengu, tumefanya kazi kwa bidii sana kutafuta rasilimali hapa nchini. Kampeni hii ni ya kimataifa, lakini kila nchi inabidi kutafuta rasilimali kusaidia kupambana na utapiamlo. Bi Matebo Leroma alipongeza kazi ya vilabu vya lishe, kisha akawataka Basutu kuunga mkono masuala hayo. Tunawahimiza wanakijiji wengine kushiriki katika lishe bora ili kuboresha familia zetu na nchi. Vikundi vya lishe vya jamii ya Hale John vilianzishwa mnamo mwaka 2020. Wizara ya Uvuvi na Rasilimali za Baharini imesisitiza dhamira yake ya kuimarisha juhudi na Wizara ya Angola kuboresha ufuatiliaji na udhibiti wa shughuli za uvuvi kwenye mpaka wao wa pamoja wa baharini ili kukabiliana na uvuvi haramu usioripotiwa na usiothibitiwa. Hii ni kutokana na ripoti na picha zinazosambaa zinazoonesha meli za kigeni zikishiriki katika uvuvi haramu.
Taarifa ya Selma Ndikwa inasomwa kwa Kiswahili. Katika taarifa yake, mkurugenzi mtendaji wa Wizara ya Uvuvi na Rasilimali za Bahari Anil Haifen alifafanua kuwa baada ya kufanya uchunguzi ilibainika ni kweli meli ya FV Mauritius ilikuwa katika upande wa bahari wa Namibia. Hata hivyo, ilikuwa inapita tu kutoka Walvis Bay hadi Angola na haikuwa ikijishughulisha na shughuli za uvuvi wakati huo. Haifen pia alithibitisha kuwa meli nyingine zilionekana kwenye video na picha hizo pamoja na zile zilizoonekana karibu na mpaka wa kaskazini mashariki mwa bahari ya Namibia ziko katika upande wa bahari wa Angola. Mpaka kati ya Namibia na Angola umewekwa katika latitude degree 17.25, ikimaanisha kwamba vyombo vyovyote kaskazini mwa eneo hilo viko katika upande wa Angola. Katika kukabiliana na wasiwasi kuhusu msongamano wa meli za uvuvi karibu na mpaka, Namibia ilipeleka meli yake kuu ya doria kwenye eneo hilo kwa lengo la ufuatiliaji wa hali hiyo na kuzuia uvuvi haramu. Wizara inaendelea kutumia zana mbalimbali za ufuatiliaji na udhibiti, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ufuatiliaji wa meli, mifumo ya utambulisho wa kiautomatiki, vyombo vya doria na ndege ili kufuatilia na kuzuia uvuvi haramu. Tunashirikiana kikamilifu na wenzetu wa Angola ili kushughulikia masuala haya, kuboresha ushirikiano wetu na nchi mbili na kuboresha shughuli zetu. Ningependa kuhimiza sekta ya uvuvi na umma kuendelea kutoa taarifa muhimu ambazo zitasaidia mamlaka ya wizara kupambana na uvuvi haramu. Kuripoti kwa wakati kwa maelezo kama vile majina ya meli, vitambulisho na shughuli muhimu kwa uchunguzi na hatua madhubuti zitakazochukuliwa. Juhudi hizi pia zitasaidia kukabiliana na mbinu zinazotumiwa na wavuvi haramu kama vile kuzima mifumo ya ufuatiliaji ili kuepuka kugunduliwa. Ili kuleta tafsiri sahihi ya mabadiliko ya kidijitali, waendeshaji wa posta wametakiwa kujikita katika kuimarisha sekta ya posta kupitia biashara mtandaoni na kufanya biashara kidijitali. Pia wametakiwa kushughulikia changamoto kama masuala ya vifaa vya usafirishaji, mifumo salama ya malipo na kuhakikisha uwepo wa mifumo sahihi ya udhibiti. Hayo yamesemwa katika jukwaa la 12 la waendeshaji wa posta wa kusini mwa Afrika, yaani Southern African Postal Operations Association Postal Forum. Taarifa ya Selma Ndikwa inasomwa kwa Kiswahili. Sekta ya biashara mtandaoni nchini Namibia inakuwa kwa kasi, ikiendeshwa na kuongezeka kwa matumizi ya mtandao na idadi ya watu waliounganishwa na huduma za simu za mkononi. Majukwaa kama Buy Online Namibia, Zaleka na Jumia yanapata umaarufu, yakionyesha hitaji la mifumo madhubuti ya kimiundombinu ili kusaidia soko la kidijiti. Waziri wa habari na teknolojia ya mawasiliano Ima Theophilus alisisitiza nafasi muhimu ya biashara mtandaoni katika uchumi na umuhimu wa kuboresha miundombinu ili kukuza biashara kidijitali na kuchochea uchumi shindani. The backbone of any thriving digital economy is its ability to deliver goods efficiently and affordably. Namibia boasts a road network of over 49,000 kilometers, the best on the African continent, and we continue to invest in expanding this network. Namibia ina mtandao wa barabara zaidi ya kilomita 49 na ni barabara bora kwa Afrika, na tunaendelea kuwekeza katika kupanua mtandao huu ili kuhakikisha watu wote wananufaika. Hii itasaidia kufikisha vifurushi na mizigo kwa wakati. Ubunifu lazima ujikite katika kuongeza kasi ya huduma na kupunguza gharama. Ikiwa maendeleo ya teknolojia hayawezi kuleta ufanisi na kupunguza gharama, basi hayana thamani kubwa. Afisa mtendaji mkuu wa Nampost Festus Hangula amesisitiza nafasi ya huduma za posta katika mawasiliano na vifaa vya usafirishaji, ikichagizwa na maendeleo ya kidijiti hasa katika biashara ya kutuma vifurushi. Amehimiza waendeshaji wa posta kuboresha utendaji wao ili kuendana na ukuaji wa haraka wa huduma kikanda, pamoja na serikali kuwawezesha waendeshaji wa posta kukabiliana na changamoto zinazojitokeza sokoni. Sekta hii haitawasubiri waendeshaji wa posta kupanga mambo yao na kuanza biashara. Lazima tuwe wepesi katika shughuli zetu na sera tunazoweka kuikuza sekta hii. Lazima tutimize wajibu wetu kama waendeshaji wa posta. Hata hivyo, mageuzi haya ya huduma za posta yanayotokana na biashara mtandaoni na biashara kidijiti
yanahitaji mifumo ya udhibiti inayoweza kuendana na mabadiliko ya haraka kiteknolojia na tabia za utumiaji zinazoendelea kubadilika. Nampost imetambuliwa kama mtoa huduma bora wa posta barani Afrika katika jukwaa la 12 la waendeshaji wa posta kusini mwa Afrika. Wazungumzaji katika mkutano huo walisisitiza jinsi Nampost ilivyojizatiti katika mabadiliko ya kidijiti, ikibadilika kulingana na mahitaji mapya ya kidijiti na kuboresha huduma zake. Majadiliano yamefanyika kwa siku 3 kufahamu ushirikiano na mikakati ya kuimarisha sekta ya posta. Serikali ya Zambia imeweka lengo la kuzalisha megawati 1000 za umeme kupitia miradi ya nishati ya jua ifikapo mwisho mwa mwaka huu ili kushughulikia changamoto ya upungufu wa umeme. Rais Hakainde Hichilema amewataka wadau wa sekta ya nishati kushirikiana ili kufanikisha lengo hilo. Taarifa ya Masauso Makwayaya inasomwa kwa Kiswahili. Akizungumza katika ikulu wakati wa mkutano na wanachama wa kikundi cha Solar Energy Explosion, Rais Hichilema alihimiza taasisi za kifedha kuunda ushirikiano wa pamoja ili kuongeza uwezo wa kufadhili miradi mikubwa ya nishati. Pia alitaka sekta ya fedha kupunguza gharama za mtaji na kutumia fursa ya mahitaji yanayoongezeka miradi ya nishati ili kusaidia kuziba mapengo yanayoweza kujitokeza kutokana na viwango vya chini vya riba katika mikopo. Rais Hichilema amesema ni muhimu kupata usambazaji wa umeme imara haraka iwezekanavyo, kwani ni jambo la msingi kwa ujenzi wa uchumi. Ameeleza kuwa lengo la kuzalisha tani milioni 3 za shaba ifikapo mwaka 2031 litahitaji takriban megawati 10,000 za umeme. Rais ameahidi kusaidia wananchi wa kawaida wanaochangia katika kutatua tatizo la upungufu wa nishati. Amemtaja Chilesa Mubanga na familia yake katika wilaya ya Mporokoso ambao wamekuwa wakihangaika kuendeleza uzalishaji wa kilowati 300 za umeme kutoka katika mtambo wa umeme wa maji waliojenga kwa kutumia vifaa vya kawaida kama vyuma chakavu. Rais Hichilema amesema atatumia rasilimali zake binafsi kumsaidia Mubanga kuongeza uzalishaji hadi megawati 1. Magari ya umeme yanayoendeshwa na betri zinazoweza kuchajiwa ni nyenzo muhimu katika kupunguza matumizi ya mafuta ambayo huzalisha hewa chafu. Yanaendelea kushika kasi nchini Mauritius. Hayo yamesemwa katika warsha iliyoandaliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Mauritius, ikikusanya washiriki wapatao 40 kutoka sekta ya umma na binafsi. Taarifa ya Anjali Seerutun inasomwa kwa Kiswahili. Magari ya hybrid yanayotumia umeme na mafuta yanaendelea kupata umaarufu ulimwenguni kwa sababu ni rafiki kwa mazingira na yana gharama nafuu. Kwa mujibu wa Raw Motion, shirika la kimataifa la utafiti kuhusu magari ya umeme, magari milioni 1.3 yaliuzwa ulimwenguni mnamo Januari 2025. Takwimu hizi ni za kushangaza. Magari yanachangia takriban 26% ya utoaji wa kaboni katika anga. Jitihada za kukuza zaidi magari ya hybrid na ya umeme ni mradi tunaoupa kipaumbele. Nchini Mauritius, magari haya yamekuwa yakiongezeka kwa kasi. Hata hivyo, ikiwa uzalishaji wa betri hautasimamiwa ipasavyo, lengo kuu linaweza kupotea. Kwa mujibu wa makadirio, takriban tani 800,000 za betri za magari ya umeme zitafikia mwisho wa maisha yake kufikia mwaka 2027. Ni muhimu kujua nini cha kufanya na kiwango cha betri zilizopo nchini, jinsi ya kuzirejeleza. Ni mkakati gani wa pamoja wa kuziunganisha na visiwa vyote vya Bahari ya Hindi. Betri za lithium ion ni ghali kutengeneza, lakini zinaweza kurejelewa, hivyo kuruhusu urejeshaji wa malighafi muhimu na kupunguza gharama za hifadhi ya nishati kwa hadi 70%. Kwa muda mrefu tunaweza kuuza betri za EV kwa sababu uzalishaji wake ulimwenguni unaongezeka kwa kasi, jambo linaloleta fursa kubwa ya kibiashara kwa kanda yetu. Changamoto kubwa ya kimazingira inapaswa kushughulikiwa huku pia ikikuza uchumi wa mzunguko. Betri za umeme zitaathiri zaidi nchi ndogo kama Mauritius. Tunapaswa kutafuta miradi ya kibiashara ili kutatua changamoto hii. Afrika huzalisha takriban megawati 3 za taka za kielektroniki kwa mwaka, ambapo 20% tu inarejelewa kote duniani. Mtazamaji, kabla ya kuendelea na taarifa mbalimbali kutoka Jicho Letu SADC, na sasa tuangalie viwango vya fedha kutoka nchi wanachama ukilinganisha na dola ya Marekani.
Mtazamaji, na mara baada ya kuangalia viwango hivyo vya fedha kutoka nchi wanachama, na sasa tuelekee nchini Zimbabwe. Zimbabwe imetangaza kuwa iko tayari kuwa mwenyeji wa mkutano wa ajira, kazi na washirika wa kijamii wa SADC utakaofanyika Victoria Falls kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 mwezi huu. Taarifa ya Stanley James inasomwa kwa Kiswahili. Katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa huduma za umma, kazi na ustawi wa jamii Edgar Moyo alieleza kuwa maandalizi ya mkutano huo yapo katika hatua za mwisho. Serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba mkutano huu utafanyika tarehe 24 hadi 26 Machi mwaka huu unafanikiwa. Mataifa mengi wanachama wa SADC yameonyesha nia ya kushiriki, jambo linaloashiria imani kwa Zimbabwe. So that as people migrate, serikali inatarajia mkutano huu utatoa fursa kwa sekta ya viwanda na biashara ya Zimbabwe kuboresha mikakati yake ya kuongeza uzalishaji. Mkutano huu pia utawaleta pamoja maafisa wa serikali wa ukanda wa SADC, wachumi, wataalamu wa ajira na wasomi kama sehemu ya washiriki. Serikali ya Ufaransa imeonyesha nia ya kushirikiana na Zambia katika maeneo ya kilimo na usalama wa chakula kama nguzo ya ushirikiano wao. Waziri wa Ufaransa wa Umoja wa Nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa na ushirikiano wa kimataifa, Thani Mohamed Soilihi, amesema serikali yake itaangalia hasa miradi inayochangia katika ukuaji wa uchumi wa Zambia ili kupunguza umasikini na kuimarisha usalama wa chakula. Taarifa ya Sharon Siame inasomwa kwa Kiswahili. Hayo yamesemwa huko Chongwe wakati wa kukabidhi msaada wa mpango wa dharura wa lishe shuleni katika shule ya msingi Mulola, ambayo ni sehemu ya mpango wa msaada wa chakula wa One Grain for Ukraine, mpango unaofadhiliwa na Ufaransa. Bwana Soilihi amesema kuwa lengo la mpango huu ni kukabiliana na ukame nchini Zambia. Alisema kuwa Ufaransa imetoa msaada wenye thamani ya euro milioni 2.8 ambao unatekelezwa na mpango wa chakula duniani. Naibu waziri wa elimu Bwana Deogras Siakalima alisema kuwa msaada huu unalenga wilaya 36 na utafaidisha takriban wanafunzi 970,000 katika wilaya 18. Bwana Siakalima alisema kuwa hii ni zaidi ya fedha zilizotolewa na serikali ya Ufaransa mwaka 2024 zenye thamani ya zaidi ya kwacha bilioni 392 kwa ajili ya lishe katika wilaya 36. Wakati huo afisa wa viwango vya elimu wa wilaya ya Chongwe Priscilla Mwanza amesema kuwa mpango huu utaacha alama ya kudumu kwa wanafunzi. Waziri Mkuu wa Lesotho Tsokoane Samuel Matekane amesema kuwa serikali inadhamiria kuwa na uwazi katika utoaji wa huduma kupitia mifumo ya huduma kwa wateja kwenye huduma zote zinazotolewa na wizara mbalimbali. Waziri Mkuu amesema haya wakati wa uzinduzi wa masharti ya huduma za umma huko Maseru. Taarifa ya Mamosa Letsela inasomwa kwa Kiswahili. Waziri Mkuu Tsokoane Matekane alisema kuwa serikali imejidhatiti kutoa huduma bora na za ufanisi na hivyo kuakisi ubora wa huduma kwa umma. Alisema kuwa kwa muda mrefu Bathoto wamekuwa wakitamani huduma bora na sasa ni wakati wao wa kupata huduma wanazostahili. Serikali ya Lesotho imechukua msimamo wa kutekeleza hili kwa kuunda masharti ya huduma kwa wateja kwa huduma zote zinazotolewa kwa taifa na wateja wengine. Masharti haya ya huduma yataonyeshwa katika kila kituo cha huduma cha serikali katika nchi hii. Ni jukumu kuu la serikali kutoa huduma nafuu na bora kwa wananchi. Hivyo na wasihi wote wakiwemo washirika wetu wa maendeleo kutushikilia kwa uwajibikaji na kuhakikisha tunatekeleza ahadi hizi ili kufikia Lesotho tunayoitaka. Katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa umma Lesotho Motebang Lobela alisema kuwa ni jukumu la watumishi wa umma kutoa huduma nzuri licha ya changamoto zilizopo katika wizara zao. Alisisitiza kuwa kujitolea katika kazi zao kutasaidia kuimarisha uchumi wa taifa. Kwa niaba ya wananchi, Mama Tebele Setefane aliomba watumishi wa umma kuonesha upendo kwa taifa kwa kutoa huduma nzuri kwa sababu ni haki ya kila mwananchi kupata huduma bora. Tunawaomba kama taifa watumishi wa umma kuonesha upendo kwa taifa ili kurejesha heshima ya taifa hili ambayo tulikuwa nayo wakati wa utawala wa Mfalme Mashoeshoe, kwa kuonyesha huruma kwa kila mmoja. Kila mmoja amepewa njia tofauti na Mungu na majukumu yanayohusiana na utekelezaji wake.
Waziri mkuu pia alimtaka katibu mkuu kuhakikisha wizara zinatoa huduma kwa ufanisi. Alisema kila mtu ana haki ya kulalamika kuhusu huduma isiyoridhisha na watumishi wa umma watawajibishwa. Ushirikiano wa kibiashara kati ya Zimbabwe na Msumbiji unaendelea kuimarika huku mikoa ya Manicaland na Manica ikichunguza njia ya kuboresha ushirikiano ili kukuza uchumi wa mikoa hiyo miwili. Taarifa ya Kenias Chivuze inasomwa kwa Kiswahili. Uhusiano wa karibu kati ya Zimbabwe na Msumbiji umeanza kitambo tangu wakati wa harakati za ukombozi. Mikoa miwili ya Manicaland na Manica imekubaliana kuboresha ushirikiano katika masuala ya biashara na kukuza uwekezaji. Katibu mkuu wa mkoa wa Manica nchini Msumbiji, Lourenço Mateus Lilonde, alifanya ziara ya kumtembelea mwenzake wa Zimbabwe, wakili Meshak Mugaza. Hapa kutembelea mkoa wa Manicaland kama sehemu ya kutekeleza uhusiano kati ya mikoa yetu miwili, Manica na Manicaland, na pia kati ya nchi zetu mbili. Tuko hapa kujitambulisha kwa sababu tulikuwa na mabadiliko ya serikali baada ya uchaguzi wa taifa. Pia nimekuja hapa kuimarisha uhusiano kati ya mkoa wa Manica na mkoa wa Manicaland. Tumebadilishana mawazo kuhusu changamoto zinazokutana. Tulijadili kuhusu mpaka na bandari ya Beira. Pia tulizungumza kuhusu kilimo na tumekaribishwa kuwekeza katika mikoa hii, hasa katika sekta ya kilimo. Tuna changamoto kwenye mipaka yetu ambayo tunahitaji kushinda. Licha ya kufungua mpaka kwa saa 24, bado tunakutana na changamoto za malori kuwa na foleni ndefu. Tumejizatiti kushikilia na kuimarisha uhusiano wetu wa karibu. Waziri wa mkoa wa Manicaland, wakili Meshak Mugaza, alithibitisha kuwa kuboreshwa kwa kituo cha mpaka cha Forbes kama eneo muhimu linaloangaziwa katika mazungumzo hayo. Tuna furaha kumkaribisha katibu wa mkoa wa Manica. Mazungumzo yetu yalijikita katika masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kituo kimoja cha mpaka, wazo linalozungumziwa na Rais Mnangagwa na rais wa zamani Filipe Nyusi, na tumeamua kuendelea kutekeleza maono yao. Tulizungumzia pia umuhimu wa kupanua daraja kati ya Zimbabwe na Msumbiji kwenye kituo cha mpaka cha Forbes. Tumetaja pia umuhimu wa kuanzisha vituo vingine vya mpaka katika maeneo ya Honde Valley na Kashley Valley ili kupunguza msongamano wa magari kwenye kituo cha Forbes. Tunatarajia biashara kuendelea kwa urahisi. Msimu wa uvuvi nyavu umeanza rasmi nchini Mauritius na Rodrigues, ambapo msimu huu ni wa miezi 7 kila mwaka. Hata hivyo, mwanzo wa msimu huu ulikumbwa na hali mbaya ya hewa. Taarifa ya Annabel Rovebelt inasomwa kwa Kiswahili. Shughuli zinaendelea katika kituo cha uvuvi wa samaki cha Grand Gob. Mike na marafiki zake ni wavuvi. Walikuwa wakijiandaa kuanza safari zao baharini ndani ya saa chache. Uvuvi wa nyavu umezinduliwa, na hii ni siku ya kwanza ambao haikuwa na mafanikio kwao. Walilazimika kurudi baada ya saa chache tu kutokana na hali mbaya ya hewa, lakini matumaini yao yalikuwa huenda usiku ukawa neema. Hatukuweza kufanya mengi, tulilazimika kurudi. Bahari ilikuwa na mawimbi makali, tulilazimika kukusanya nyavu zetu na kurudi nyumbani. Leo hali ya hewa ni nzuri, tupo hapa kizimbani tukiandaa nyavu zetu. Tutaanza safari na kuona tutakachopata. Kesho tutavua siku nzima, na kama bahari itakuwa shwari huenda tukapata samaki wengi. Kwa upande wao, Pasco na Patrick, wakifuatana na timu yao, waliamua kujaribu bahati yao mapema zaidi. Saa 11 alfajiri waliondoka baharini kwa matumaini kuwa siku ya pili ingekuwa bora kuliko ya kwanza. Ingawa hawakurudi mikono mitupu, hawakupata samaki wa kutosha kama walivyotarajia. Bahari bado haijatulia sana. Mawimbi bado yapo. Tumepata kilo 200, lakini kwa kawaida huwa tunavua kilo 1000. Uvuvi wa nyavu hutegemewa sana na wakazi wa vijiji vya karibu. Wengi hutumia fursa hiyo kuhifadhi samaki wa kutosha kwa matumizi yao. Kama ilivyo kawaida, mara tu msimu wa uvuvi wa nyavu unapoanza, ninakuja kununua samaki hapa. Ninaishi Grand Gob na ninapenda kula samaki wa beach. Licha ya mwanzo mgumu wa msimu, wavuvi wana matumaini makubwa. Wanayo hadi Oktoba 31 kufanya uvuvi kwa mbinu hii ya jadi. Mtazamaji, na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa.
Naam, mara baada ya kuangalia utabiri huo wa hali ya hewa, jicho letu SADC kwa leo hatuna la ziada. Hadi wiki ijayo katika jarida hili. Mimi ni Noah Laltaika, kwa heri kwa sasa.